Okay, mambo vipi? Naamini kabisa kwamba uko vizuri sana. Once again, mimi na wewe tunakutana hapa, lengo mahususi likiwa ni kuzungumza mambo kadha wa kadha yanayoendelea katika uga wa kimichezo. Na matumaini yangu ni kwamba uko vizuri sana. Jumapili fulani via tarehe 8 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Navozungumza nanyi zimesalia siku takriban ngapi? 8 ya 8 of course, siku 7 tu kabla ya kushuhudia dabi ya Kariakoo ikipigwa ambayo itapigwa tarehe 15 Juni mwaka 2025. So nina mambo kadha wa kadha ambayo nikaona si mbaya mimi nawe tukiweza kuyajadili kwa pamoja na kupata mustakabali moja, na lengo mahususi ni kujaribu kutengeneza hoja. Bahati mbaya watu hawanisikilizi, wananisikia, na kuna msemo mmoja wa mwana FA anasema msiponisikiliza mtanielewa vipi? So inabidi mnisikilize kwanza ili mje mnielewe. I don't know kama unanielewa vizuri. So you have to listen and baadaye utakuja kunielewa ni nini ambacho nazungumza. So timu yetu ya taifa Tanzania ilikuwa inacheza mchezo pale Afrika Kusini. Naamini kila mmoja anajua. Mchezo wa kwanza tulicheza na mwenyeji ya Afrika Kusini na good luck hiyo mechi tukapata sare ya 0-0. So jana tarehe 7 ya mwezi wa 6 mwaka 2025 we got a match with Madagascar, na moja kati ya watu ambao wananifuatilia nilikuwa najaribu kufanya analysis kuelekea katika mchezo, na nikana sema eneo la FATEC lakini pia assimilation policy ama assimilado ambayo ndugu zetu kutoka Madagascar wamejaribu kuitumia katika harakati zao za kila siku. End of the day tunayaona jinsi ambavyo mambo yalivyoenda, na timu yetu ya taifa ikapoteza bao 1-0. Of course ilikuwa bao 1-0, na sitaki mimi nifanye zungumzi wa mchezo, but kuna eneo ambalo nataka ni link up uje unielewe vizuri. Kwenye timu ambayo ya taifa ambayo ilisafiri kuelekea SA Afrika Kusini, kulikuwa na baadhi ya wachezaji ambao wanatoka kwenye vilabu vikubwa kwa maana Simba na Yanga, ambao nao walipata opportunity ya kuitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa. Hawa mara baada ya mchezo wa South Africa wao wakarejea nchini, kama utakumbuka, wakarejea nchini, na waliorejea nchini ni wachezaji wote wa kikosi cha Simba na wachezaji wote wa kikosi cha Young Africa, ambao wote hao walirejea. Na utakumbuka kwenye mchezo ule wa awali ambao tulicheza dhidi ya kikosi cha SA, kulikuwa na wachezaji kadhaa wa Yanga, Ibrahim Amada, Dickson Job ambao yeye alianza, lakini kwa upande wa wale wachezaji wa Simba alikuwepo Yusuf Kagoma na Kip Dennis Prosper. Hao ndio wachezaji walioanza, lakini bench kulikuwa na mtu kama wa Yanga ni Shekhani Ibrahim ambaye pia anatokea Yanga. So wale wachezaji wa Yanga na Simba jana wamerejea nchini kwa ajili ya kujiunga na vilabu vyao. Young Africans pia, pamoja na kwamba ndio wakuu wa msemo wa tuchezi, lakini nao wachezaji wao wamerejea nchini kama ambavyo taarifa ilivyoeleza awali. So wanarejea nchini kwa sababu gani? Wanarejea nchini kwa ajili ya kujiwinda na mchezo wa Juni 15. Mind you, international break inaisha kama si tarehe 10 ni tarehe 11. Ndio tutakuwa tunaona international break itakuwa inamalizika. So kama mechi ilikuwa ni mechi ya tarehe 18, still bado kulikuwa na time ya wachezaji kurejea kwenye kambi zao na kukatch up haraka mazingira, na then kuendelea na harakati zao hata kutua pale Mbeya, kwa sababu next match ya Young Africans mara baada ya mechi ya Simba ni Tanzania Prisons. So inawezekana Young Africans pamoja na kusema kwamba hawachezi, deep down wanaona kabisa kwamba yawezekana kuna position ambayo inaweza ikawapelekea wao kupata matokeo mazuri, kucheza mchezo. That's why wanajaribu kukaa aware, kukaa attention kwamba chochote kinaweza kikatokea, and then tusipokuwa tayari tunaweza tukajikuta hiyo mechi imeingia mkenge na tukajikuta sasa tumepoteza huo mchezo wenyewe. So kimsingi ni kwamba Young Africans wanajaribu kukaa aware na kuendelea kujiweka kwenye nafasi nzuri sana ya kwamba hata kama hata kama mechi itakuwepo, basi wao wasije wakajikuta hawakuwa mchezoni na vitu kama hivyo. Wachezaji wote ambao walikuwa kule tayari wamesharejea nchini, na inawezekana wamefika usiku wa kuamkia hii leo. So hiyo inawezekana inakupa njia nyingine ama muktadha mwingine kusema yawezekana mechi ipo kwa maana siku ya June 15. Lakini si hiyo tu,
nimepokea taarifa ambayo hii taarifa nilivyoipokea sio mimi tu niliipokea, bali kuna watu wengineo ambao nimeona na wao wamepata wasaa wa kuipokea hiyo taarifa. Taarifa yenyewe inahusu Young Africans, viongozi wa Young Africans kuandikiwa barua na bodi ya ligi kuu Tanzania Bara. Kupitia kwa mwandishi wa habari Asbeth Raphael ameandika, bodi ya ligi kuu imeandika barua kwenda kwa rais wa Yanga Africa Eris na wajumbe wote wa kamati tendaji ya Yanga ili kufika kikao maalum cha kujadili mechi nambari 184 kati ya Simba dhidi ya Yanga. Kikao hicho maalum kimepangwa kufanyika June 9 mwaka 2025 saa 4 asubuhi kwenye ukumbi wa mikutano wa bodi ya ligi kuu iliyopo Ilala jijini Dar es Salaam. Ikumbukwe hadi sasa rais wa Yanga yuko Marekani kushuhudia fainali za FIFA Club World Cup na sijajua nani ambaye ataenda. Hii ni taarifa ambayo labda nilisema, labda inawezekana Asbeth Raphael ameamua tu yeye mwenyewe kujiandikia, lakini nimeona iko kwenye vyanzo vingine vya habari, lakini pia nilidhani labda ni mimi tu ambaye nimepokea nimepata hizo huo upeke. Nimeona ukurasa maarufu wa masuala ya kimichezo unaoenda kwa jina la Sports Arena, na wao wameandika hii taarifa kwa undani sana kueleza kwamba viongozi wa Yanga wameitwa, wakisema viongozi wa Young Africans wameitwa kwenye kikao ambacho kikao hiko kitafanyika Juni. Wanasema wakati sintofahamu ikiendelea kutanda juu ya hatima ya mchezo wa Derby Kariakoo, viongozi wa juu wa Yanga wameitwa makao makuu ya bodi ya ligi kuu Tanzania Bara. Taarifa kutoka shirikisho la soka Tanzania TFF inaeleza kuwa TPLB imewaita viongozi hao mezani kuzungumza nao, kwani Yanga ndio timu wenyeji wa mchezo. Kwenye kikao hiko bodi ya ligi inawataka viongozi wa Yanga kueleza hatua ya maandalizi za mchezo huo ambapo imepangwa kupigwa Juni 15 mwaka 2025. Hatua hiyo inakuja zikiwa zimesalia siku 7 kuanza siku ya kikao hicho kitafanyika makao makuu ya bodi iliyoko Ilala. Sasa kwa mujibu wa chanzo kinasema kutakuwa na kikao cha bodi na timu wenyeji kitakachofanyika Jumatatu tarehe 9 mwaka 2025. Kuanzia hapo tutajua ni nini kinaendelea. Hiki ni kikao cha kawaida tu cha maandalizi ya mchezo, alisema bosi wa juu kutoka ndani ya TFF. Kwenye kikao hicho Yanga inatakiwa kuwakilishwa na kamati nzima ya utendaji kuanzia rais wa klabu hiyo Engineer Hersi, makamu wake Arafat Haji na wajumbe wa kamati tendaji ya Young Africans. Kwa hiyo sasa mara baada ya kikao hiko ambacho kitafanyika siku hiyo jana, tunaweza siku ya kesho kumradhi. Kikao hiko ambacho kitafanyika siku hiyo kesho, naamini kabisa tutapata mwanzo mwingine mzuri wa kutoka hapa kwenda sehemu nyingine ambayo ni kubwa zaidi. Je, Young Africans watakubali kwenda kwenye hiko kikao? Mimi na wewe hatujui. Let's wait and see, na mimi nitaendelea kukupa update ya nini ambacho kinaendelea katika haya. Asante, bye bye.